Israel imeendesha mashambulizi ya anga makubwa katika mji mkuu wa Iran, Tehran, ikilenga moja kwa moja maeneo ya kimkakati ya serikali ya Kiislamu na vyombo vyake vya kiusalama. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema kuwa jeshi la ulinzi la Israel limefanya mashambulizi kwa nguvu isiyowahi kushuhudiwa dhidi ya maeneo ya serikali, vikosi vya usalama wa ndani na miundombinu ya itikadi ya utawala. Mashambulizi haya yanatajwa kuwa moja hatua ya kwanza ya aina yake ya Israel kulenga moja kwa moja katikati mwa Tehran kwa kiwango kikubwa kiasi hiki. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka kwa Waziri Katz, maeneo yaliyoshambuliwa ni pamoja na makao makuu ya Basji, kundi la vijana wa Kiislamu wanaoshutumiwa kwa ukandamizaji wa maandamano ya raia, gereza la Evin maarufu kwa kuhifadhi wafungwa wa kisiasa na wapinzani utawala, saa ya uharibifu wa Israel iliyokuwa uwanja wa Palestina, ishara ya propaganda ya serikali ya Irani dhidi ya taifa la Kiyahudi, pamoja na makao makuu ya usalama wa ndani na makao makuu ya itikadi ya kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Ripoti zinaeleza kuwa sehemu iliyolengwa katika gereza la Evin ni lango kuu la kuingilia gerezani, ambapo lengo la shambulio hilo linaaminika kuwa ni kutoa fursa kwa wafunga wa kisiasa kutoroka. Taarifa kutoka IDF zinasisitiza kuwa hakuna mfungwa aliyeripotiwa kujeruhiwa. Kwa uchambuzi wa masuala ya kijeshi, hatua hiyo inaashiria mwelekeo mpya wa mashambulizi ya Israel, si tu kuvunja nguvu za kijeshi za Irani, bali pia kutuma ujumbe wa kuunga mkono wapinzani wa ndani wa utawala wa Ayatollah Ali Khamenei. Sambamba na hayo, kushambuliwa kwa saa ya uharibifu wa Israel ambayo ilizinduliwa mwaka 2017 na serikali ya Irani, ikiwa ni alama ya kufifisha uwepo wa Israel ifikapo mwaka 2040, ni hatua ya moja kwa moja ya kuvunja nguvu za propaganda na kuonyesha kwamba Israel haitakubali vitisho vya muda mrefu. Vile vile mashambulizi dhidi ya makao makuu ya IRGC na Basji ni hatua ya kijeshi, lakini pia ya kisaikolojia, kwa kuwa vikosi hivyo vina jukumu kubwa katika kudhibiti upinzani wa ndani na kueneza itikadi ya serikali. Mashambulizi haya yanatokea katika kipindi cha mvutano mkali kati ya Israel na Irani, ambapo mapema mwezi huu Israel ilifanya mashambulizi dhidi ya vinu vya nyuklia vya Irani kama vile Fordo. Irani ilijibu kwa kurusha makombora na ndege zisizo na rubani katika miji ya Israel, ikiwa ni pamoja na Tel Aviv na Haifa. Wakati mataifa ya Magharibi yakitoa wito wa kutuliza hali na kurejea katika mazungumzo ya kidiplomasia, baadhi ya nchi zimeelezea kuwa na wasiwasi mkubwa kuwa mgogoro huu unaweza kugeuka vita kamili vya kieneo. Ripoti kutoka Tehran zinaonyesha kuwa mashambulizi haya yamesababisha taharuki kubwa miongoni mwa raia. Wakazi wengi wa mji mkuu wameripotiwa kuanza kuondoka mjini, wakikimbia hali ya wasiwasi na hofu ya mashambulizi zaidi. Milipuko mikubwa ilisikika usiku kucha huko maeneo ya kihistoria na kisiasa kama uwanja wa Palestina yakibaki mahame. Kwa wengi hali hii imezua kumbukumbu ya vita vya zamani, lakini kwa kiwango kipya cha usahihi na ujumbe wa kisiasa ulio wazi zaidi. Kwa ujumla, hatua ya Israel kulenga sio tu miundombinu ya kijeshi, bali pia ngome za itikadi na ukandamizaji wa Irani ni mabadiliko makubwa ya kimkakati. Hii inaonyesha kuwa lengo la sasa si tu kuzima tishio la nyuklia au kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Irani, bali pia kuvuruga misingi ya utawala wa Kiislamu kutoka ndani. Athari za mashambulizi haya kisiasa na kijamii zinaweza kuwa za kudumu na huenda zikabadilisha sura nzima ya mzozo wa Mashariki ya Kati katika miaka ijayo. Moringe Juice ni dawa ya asili iliyoandaliwa vizuri kwa mizizi pamoja na majani kutoka katika ardhi iliyobarikiwa ya Tanzania. Dawa ya Moringe Juice ipo katika mfumo wa kimiminika ulioandaliwa na wataalamu wa kuandaa tiba asili kutoka Dr. Rose Changa Herbalist African Company. Kila aliyetumia dawa hii ameshuhudia kupona kwa muda mfupi, hasa kwenye kuongeza kinga za mwili. Watu wa HIV mpaka na mshangaa Mungu wengi. Kuna baba mmoja ana wake 5 walikuwa HIV positive. Alivyonitumia majibu ya juzi, nikaona mstari tu moja na watoto. Walikuwa positive wakawa negative. Mstari huu mmoja.
Kama kuna dada moja amenitumia message, mama nimepata negative, nikamwambia haya, nenda kwa daktari wako aliyekuwa anakupa aende akathibitishe, na dawa zangu zimesajiliwa na nimefuata serikali jinsi inavyotaka. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0711 903 060.